بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، بارك الله فيكم. Tumerudi tena kwenye sehemu yetu ya pili na ndio sehemu ya mwisho ya muhadhara wetu wa leo. Sehemu hii ya pili ni sehemu muhimu sana kama ilivyokuwa sehemu ya kwanza, lakini sehemu hii kwa sababu tumeihusisha na hali halisi ya maisha yetu katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa tuko kwenye kipindi au tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu. Sikuja hapa kama mwanasiasa kuhamasisha watu mambo ya kisiasa, lakini nina machache ya kuzungumza na nyinyi yanayoelezwa na Uislamu kuhusu hali hii. Sote tutafahamu kwamba hivi sasa kuna vuguvugu la watu wenye kudai haki. Kuna wanaharakati, kuna wanasiasa, kuna viongozi wa dini mbalimbali ambao kauli zao zinaafikiana juu ya kudai haki. Na kwa masikitiko ni kwamba wanaozungumza kwa niaba ya Waislamu katika Waislamu, wawe ni mashehe au walimu, ni wachache ukilinganisha na nguvu inayozungumzwa na wasiokuwa Waislamu, au wanaozungumza Waislamu wanaozungumza lakini si kwa niaba ya Uislamu, ima kwa niaba ya harakati zao na vyama vyao, au kwa kionyesha maoni yao binafsi, lakini kwa niaba ya Waislamu, kwamba mtu sasa anazungumza na Waislamu wenzake kuhusiana na hali halisi tunayoishi nayo na hali halisi tunayoelekea. Hili jambo limekuwa kwa uchache sana, na kihakika utaratibu huu si sahihi, ni utaratibu wa kimakosa, kwa sababu usikubali mtu akusemee na ungali wewe mwenyewe uko hai na unayo ya kuyasema. Kwa hali hiyo na hali na nafasi tulizonazo sisi kwa ndugu zetu Waislamu, tunaona tuna dhima na jukumu la kupaza sauti zetu, hata kama hazifiki mbali, zikafika hapo mtaa wa pili tu, lakini kuzipaza sauti zetu na kutoa mchango wetu kwa ndugu zetu Waislamu na kila atakayependa katika raia. Tutoe mwongozo wetu kwao, mwongozo kutoka kwenye Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo kutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wema waliotutangulia katika dini hii. Kuna kipengele nilikipitia wakati nikielezea da'wa yetu sisi tunavolingania, ulinganizi wetu. Miongoni mwa mambo ya msingi tunayoyapatiliza, nikataja jambo moja hapa, kwamba sisi ulinganizi wetu umejengwa juu ya ilmu ya haki. Hatukuijenga dawa yetu juu ya ujinga, na ndio maana kampeni zetu nyingi tunazifanya kwenye kuwalingania watu kusoma dini. Hili linajulikana katika nchi hii na nje ya nchi.
na tumepata mafanikio kwa kiasi fulani kwa kuwa wanafunzi wa dini kutoka kila upande wanakuja katika vyuo vyetu kusoma. Wale wasiojua ile mahadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah pale Pongwe ilianza siku nyingi kwenye vipindi tofauti, lakini kwa mfululizo hasa iliasisiwa mwaka 1426 kwenda 27, yapata miaka 19 sasa. Lakini kabla ya hapo ilikuwepo, sema si kwa mfululizo. Tutasomesha, yapatikana nafasi ya kwenda kusoma, tuondoka, twenda soma, twarudi, tutasomesha, tuna nafasi ya kwenda kusoma, waenda, warudi, wasomesha, hivyo vipindi tofauti tofauti. Hili wanalifahamu baadhi ya wanafunzi wa zamani. Lakini kwa mfululizo wa miaka hii 18 19 ile mahadi ilianza na wanafunzi wasiozidi 30 wa boarding. Wanafunzi wote, watu wazima, watoto, watu kidogo tu. Lakini kwa tukipita katika miji, baadhi yenu ni mashahidi, hasa ile miaka 2007 2008, tukiwahimiza watu kwamba hii dawa imejengwa katika misingi ya ilmu, lazima watu wasome. Kwa hakika jambo lile lilipokewa vizuri na Waislamu. Ndani ya muda huo mfupi pamepita watu wengi mno katika nchi hii na nje ya nchi, kiasi ambacho kila mji utakapopita katika miji hii ya Tanzania utapata kuna mwanafunzi wetu, bali waweza kusema kijiji, hapa yupo, pale yupo, pale yupo, kila mahali. Wengine pia tumewasahau. Mimi mwanafunzi wako bwana. Chuo kimekuwa kwa wakati mmoja sasa kuna wanafunzi wanaozidi 2200 na kitu, kuonyesha kwamba mwitikio wa kusoma dini upo, watu wameuelewa. Kwa chuo cha wajenga wanafunzi na walimu. Sisi hatukodishi walimu kutoka nje, kwamba kuna walimu wamekuja kutoka huku, kutoka walimu tuwatengeneza wenyewe, na pengine tukawatoa walimu kwenda sehemu nyingine kusomesha. Masjidi Sultani ni moja katika misikiti inayonufaika na walimu kutoka Pongwe. Wanajua wao wenyewe hapa, wazee na vijana na mingineyo katika misikiti. Nini? Kwa sababu sera yetu sisi imejengwa juu ya elimu. Ili dini ifanikiwe na iwe hai, lazima elimu ipewe kipaumbele. Na mwanafunzi au mwalimu aweze kumtoa nenda mahali fulani, akifika huko awa shekhe, lakini tumwambia wewe bado watakiwa uendelee kielimu, ujiendeleze, kwa sababu sera yetu sisi ni elimu. Lakini pia nikasema pamoja na dawa kujengwa katika msingi wa elimu, pia dawa imejengwa katika msingi wa huruma, kuwahurumia viumbe raia na kuwahurumia viongozi. Hivyo basi kwa msingi huo sisi tukawa tunapiga vita lugha yoyote na harakati zozote na njama zozote za kiuchochezi zitakazofanywa na mtu wa aina yoyote ile, awe ni mwanasiasa au kiongozi wa dini au mtu binafsi yeye mwenyewe anamathili nafsi yake. Dawa yetu na ulinganizi wetu uko kinyume na mtu huyo anayetumia lugha za uchochezi na lugha za uvunjifu wa amani, akazitia kwa wananchi raia au kwa watawala. Jambo hilo sisi tunalipiga vita, na sababu kubwa ya kulipiga vita jambo hilo kwa sababu ndilo linalopelekea katika madhara makubwa ya kuvunja msingi madhubuti katika misingi mitano ya dini. Kwenye muhadhara wetu wa Dodoma tuliyataja yale mambo matano ambayo sharia ya Kiislamu imekuja kuyalinda kwa nguvu kubwa. Sheria imekuja kuilinda dini, sheria katika malengo yake imekuja kulinda
nafsi. Sheria katika malengo yake imekuja kulinda akili. Sheria katika malengo yake imekuja kuzilinda heshima za watu na nasabu zao. Sheria imekuja kulinda mali za watu. Nikazungumza mambo matatu katika muhadhara ule, namna sheria ya Kiislamu ilivyolinda roho na nafsi za watu, heshima na mali. Nikaonyesha kwamba katika milango hii na maneno haya niliyosema kuna aya na hadithi nyingi tu zilizokuja kuthibitisha hili tunalolisema. Sasa katika suala la uchochezi dhidi ya watawala au kuwachochea raia, haya mambo matatu yanavunjwa, kwa sababu ni katika mambo yanayopelekea umwagaji wa damu usio halali, umwagaji wa damu za watu kwa dhulma. Kwa sababu haya mambo matatu yakichezewa haya kwa kufanyika uchochezi, lugha za kuchochea na vitendo vya kuchochea na njama, itapelekea kuvunjwa heshima za watu, bali itapelekea kuharibiwa na kuporwa mali za watu, mambo ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda. Na sisi Waislamu kimaadili yetu ya Uislamu, jambo lolote litakalokuja likawa linakwenda kinyume na mafunzo ya Uislamu, linaupinga ule Uislamu wenyewe, sisi tunalikataa jambo hilo na kuwahamasisha Waislamu walikatae na kuelewesha kwamba jambo hilo halifai kuungwa mkono. Na mambo hayo yataharibiwa kupitia uchochezi. Uchochezi utazaa uvunjifu wa amani. Uvunjifu wa amani unapojitokeza kwa kudhoofisha sehemu ya mamlaka na kudhoofisha nguvu ya mamlaka, ikawa hakuna anayeweza kudhibiti mambo, anayeweza kulinda amani na kuulinda usalama wa watu na mali zao. Kama ikiwa jambo hilo halipo, basi nafsi kuuawa ni kitu rahisi, heshima kuvunjwa ni kitu rahisi, kadhalika mali kuiporwa na kuibiwa ni kitu rahisi. Bali ndipo mahali pake hasa yanapopatikana mambo hayo. Vitakulijua hilo, fuatilia nchi ambazo zimekosa usimamizi na ulinzi wa amani katika mustawa wa taifa hilo. Ikawa kama pengine serikali imepinduliwa, rais katimuliwa hapo na baraza lake la mawaziri, fuatilia utaona kwamba hakuna amani tena. Matukio yanayotokea hapo ni matukio ya uvunjifu wa amani, damu zinamwagwa bure na hakuna wa kusimamia na kulinda, mali zinaporwa, heshima zinavunjwa, watu wanabakwa na kufanywa vitendo vingi viovu, jambo ambalo katika Uislamu halikubaliki. Kwa hiyo sisi kwa kuyazingatia hayo, kwa kuwa ndio dini yetu imetufunza hivyo, sisi tukasema kwamba kwa hali hii ya kimazingira iliyopo kwa wakati wa sasa, mbona kama tunaelekea kwenye jambo hilo? Kwa sababu lugha za kiuchochezi zipo kutoka sehemu mbalimbali. Kuna lugha za kiuchochezi zinazoletwa kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa watu wa aina mbalimbali, wachochea watu kudai haki kwa lugha ya kudai haki. Hiyo lugha ya kudai haki inabwagizwa na kuchagizwa na lugha za matusi na kashfa. Nyote nyinyi mnajua, kwa kuwa mna simu zenu, smartphone zenu, mwaweza kuperuzi huku kwenye mitandao ya kijamii,
mnayasoma yanayorushwa katika hiyo mitandao, matusi makubwa, mengine matusi ya nguoni na kashfa zinazoelekezwa kwa baadhi ya watu wenye mamlaka katika nchi. Nchi na uongozi wake wana vitengo vyao na vyombo vyao vya kuwasemea, wana watu wao wa kuwajibia, wana vitengo vyao vya kuwajibisha watu. Sisi hatuwezi kuingilia kwenye jambo hilo, lakini na mashekhe nao, waalimu, walinganizi wanayo nafasi ya kuzungumza na Waislamu, wasijiingize kwenye mambo hayo. Wanayo nafasi ya kuzungumza na wafuasi wao, wasiingie kwenye mambo hayo, kwa maana kwamba usije ukaona au ukadhania kwa fikra yako kwamba ukitukana kwenye mtandao sio dhambi. Yani ukimtukana mtu kwenye mtandao sio dhambi, ili iwe dhambi mpaka umtukane mbele yake, au kwamba wewe waruhusiwa kumtukana mtu kwa sababu tu wadhani kwamba kwa kunyima haki, kwamba yule bwana namdai shilingi milioni 1 zangu, yule hataki kunilipa, waanza kumtukana wewe kadha. Kama kuna dini nyingine za ruhusu mambo hayo, Uislamu hauruhusu hilo. Wewe dai pesa yako tu, dai haki yako tu kwa njia ile nzuri. Sasa hili ndilo ambalo sisi tunafanya tuzungumze na Waislamu, wasije wakajiingiza katika maangamivu, wakajiingiza katika laana. Mtu akamtukana mzazi wa mtu na yeye akatukaniwa mzazi wake, kwa sababu wewe ukimtukania mtu baba yako kadhaa umemtukana, akikujibu na wewe baba yako kadhaa, wewe tayari ushamlani baba yako, wapata madhambi wewe. Yasubu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubu abah. Mtu amtukanie mwenzake babake, kisha yule mwingine ile amtukanie babake. Huyu amtukana mama wa mtu, na wewe utukaniwa mamako, kwa sababu huyu ni mama wa mwenzako na huyu ni mama yako wewe. Wametofautiana nini katika maumbile yao? Au yeye ana pembe? Sasa ukizungumza neno la kumwaibisha mwenzako, na yeye atakwambia la kukuaibisha wewe au la kumwaibisha mzazi wako, laana hiyo. Kwenye maadili yetu sisi ya Kiislamu jambo hilo haliruhusiwi. Kwenda kuwaambia vijana nyinyi, naona vijana wengi tu hapa, vijana wengi hapa, na ndio wenye matatizo kwenye hiyo mitandao, na ndio wasiogopa kutukana na kutusi, na ndio wanaoathiriwa vijana wengi wakafuata mkumbo, wakawa hawajui walinde nalo, hawajui wanasema nini, hawajui wanafuata agenda ya nani, hawajui, wanafuata tu wengi katika vijana. Maadamu sisi ni Waislamu na tushaamua dini yetu kwa ni Uislamu, hebu tufuateni maadili ya Uislamu. Simama katika msingi, je, huyu anastahili kukashifiwa? Anastahili kutukanwa? Anastahili kutajiwa aibu zake? Kama sio, ina maana utaingia ima katika kusengenya au utaingia katika kuzua, kumzulia mtu uongo, na yote ni madhambi, kwa sababu dhambi ya kusengenya si dhambi ndogo. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى anasema, je, mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Muislamu mwenzako, ndugu yako amekufa, umkatikate vipande umchome, au umle hivi hivi umpike ule nyama yake, waona jambo zuri hilo? Walipenda wewe hilo? Mnalichukia la kula nyama ya mfu, basi chukieni la kusengenya pia. Fakarihtumu.
Na kusengenya ni dhikruka akhaka bima yakrahu. Kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia. Yeye halipendi jambo hilo umtaje mwenyewe akiwa hayupo ukaanza kusema fulani 1 2 3 ana hili. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, akiwa mtu huyo analo ninalolisema kwamba yuko hivyo, tabia hiyo anayo, kama ikiwa analo jambo hilo vipi? Akasema akiwa analo jambo hilo, hapo utakuwa umemsengenya, na kama hana utakuwa umemzulia uongo. Kwa hiyo utaanguka moja katika mambo mawili. Na siku zote kusengenya usije ukaona kwamba lazima useme wewe. Usengenyaji unakuja yule anayezungumza kumsengenya mtu, ukimkalia kimya wewe ukasikiza, na wewe ni katika watu wenye kusengenya. Kama waweza mkatazi. Kwa nini? Kwa sababu huyu hawezi kusengenya na ukuta wala mti, kwamba ana umbea wake au neno lake atakulisema akaliseme chooni. Mfalme ana pembe. Atakutafuta wewe mbea mwenzake akwambie, leo sasa simalizia basi, wasengenya. Huyu hawezi kuzungumza na jiwe. Na kama alilozungumza ni la uongo kalitunga, basi mmemzulia nyote wawili. Njia inayotakikana kisheria ili usalimike ni kuondoka mahali hapo au kumtetea yule anayesengenywa. Tetea. Ni mmoja mmekaa kwenye baraza, maskani kwenu, maskani za vijana au watu wazima, wanawake au wanaume, au mmekaa kwenye baraza za kahawa au misikitini au mahali popote, na pengine hata ni chumbani kwako, umelala kitandani uko na mke wako, masengenya. Yule mama fulani hivi na hivi, masengenya. Walala pale mwisho, lakini masengenya. Na watu wasengenya sana hapo. Ndipo watu wanapovuliwa nguo hapo. Yule wala hamna kitu. Kwani ilikuwaje? Mke amwaga, mume amwaga, mke amwaga, mume amwaga. Kesho asubuhi kila mmoja atafuta baraza afikisha. Kaambiwa na mkewe huyu afikisha kwa wanaume, na huyu mwanamke kaambiwa na mumewe afikisha kwa kina mama wenzie. Kwani umbea watambaa vipi? Ni mke na mume. Ndio maana ukiisoma suratul Masad utaiona ile maana ya haya ninayozungumza. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wama kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablum min masad. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mikono miwili ya Abu Lahabi imeangamia, na ameangamia yeye pia, amekula hasara, na haitamfaa chochote mali yake na vile alivyovichuma havitamsaidia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab, atauingia moto wenye miale. Sayasla naran dhata lahab, ataingia peke yake. Wa mraatuhu, na mkewe Ummu Jamil, mke wake kitwa Ummu Jamil. Abu Lahabi na mkewe wataingia motoni. Mwanamke yule alikuwa hammalat alhatab, hali yakuni mwenye kubeba kuni, mizigo ya umbea, akichukua kwa mumewe apeleka kwa wanawake wenzake, na yeye achukua kwa kina mama aleta kwa mume. Wanamchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapita nyumba hadi nyumba wa kina mama wa mama wenzake, wanamchafua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wambea wengi wako hivyo, wao na wake zao. Tena ushapanda kitandani pale, story ndio hizo sasa. Ilikuwaje huko? Ulikwenda kwenye harusi, ilikuwaje? Mke wa fulani alikuja yuko hivi na hivi, hivi fulani hivi. Umbea na ile lasikiliza tu, limekaa pale lasikiliza tu. Amwambie mke wake msisengenye, nyamaza. Akimaliza mke, dume leo laanza na mwaga tu. Hizi ni tabia mbaya zilizopigwa vita na Uislamu.
Kumtaja mtu vibaya kumeruhusiwa katika sehemu fulani tu, mlango wake mdogo tu. Mkirejea Al-Imam An-Nawawi ameyataja hayo. Rejeeni msome kwamba je, huu ni mlango huu? Sasa watu wanakaa kwenye mitandao, wanaandika, wanasingenya, wanawataja watu kwa ubaya, wanakwenda wanajazana umbea na uongo, ya kweli na uongo yajazwa. Sasa kama ikiwa makafiri wanafanya hivyo kwa sababu hawana dini, sasa wewe Muislamu, wewe si una dini? Si una dini inayokuongoza? Sasa mbona unakuwa kama huyu ambaye hana muongozo? Kwa nini tuwe sawa? Afanajalu almuslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkumun? Haiwezekani tukawa sawa sisi. Sisi tuko tofauti. Sisi tuna muongozo wa dini yetu, dini iliyotufundisha maadili mema, tabia njema. Sasa maneno yenyewe ukiacha yale ya uchafuzi wa mazingira kwa maana ya kutukana, kufedhehesha, kukashifu, lakini pia yanapelekea katika kuchochea ambako kutapelekea kuvunjika kwa amani, jambo ambalo sasa hatari yake ni kubwa zaidi. Itafikia wakati damu zitamwagika kwa sababu ya wewe ulichangia. Yalipoletwa maneno kama imetumwa clip ya uchochezi yenye maneno ya kuchochea, au video imetumwa pale ya uchochezi, wewe ukaidownload, ukaisambaza, ukashare, ina maana na wewe umeshiriki katika jambo lile. Kama pakitokea mauaji leo au kesho au mwakani au baada ya miaka 5, wewe ambaye uliusambaza uchochezi huu utaingia katika dhima ya kuua pia. wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yoyote atakayemuua mu'min hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, ili hali amekusudia hasa, malipo yake huyu ni jahannam, ataishi kwenye jahannam humo milele mpaka mwisho wa aya. Allah atamghadhibikia, atamlani. Ya nini uingie kwenye laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchangia jambo ovu? Sasa hii mitandao ya kijamii tungeitumia kama fursa. Huu ni ujumbe unaoleta kwenu vijana, na mna nafasi kubwa sana. Tungeitumia mitandao ya kijamii kama fursa ya kueneza haki. Leo kama vijana wote hapa msikitini wakaamua, wale vingunge wale wakubwa kabisa wabobezi katika mambo ya matusi wanawafollow wale, akileta kitu wanaanza kumshambulia, wanamjibu. Sitaki kutengeneza labda kama ni njama, na ninazungumza hivyo kwa maana ikawa tumejitambua sisi, unachokisema sio sawa, ni batili, moja mbili, hoja zatolewa pale, atafunga mlango wa comment pale, ataogopa mara nyingine. Akimtoa huyu ataingia huyu, au msimfollow kabisa. Na ikawa watu waueneza Uislamu sahihi kupitia njia hizo, lakini hatuyaoni haya. Mtu anaweza kuzungumza jambo la kipumbavu, jambo la kijinga, jambo la hatari, utaona wanaochangia na kulikubali jambo hilo ni wengi kuliko waliokaa kimya. Ujiulize, hawa vijana wa Kiislamu hawana ghera, hawana wivu, hawana hawana ghera na dini yao. Lakini mpira utachangia. Kama ni mambo ya Simba na Yanga, na yeye ni Simba au ni Yanga, ukisema atajibu. Sio dini. Mna matatizo gani? Kwa hiyo hili jambo lazima vijana wa Kiislamu walifahamu, walijue kwamba tuna dhima kubwa na jukumu kubwa la kuilinda amani tulionayo katika nchi yetu na sehemu nyingine. Na maneno yetu yana athari. Sehemu yenye watu milioni 60 au pungufu kidogo au zaidi takriban, kwenye mitandao wanaweza mtu akawa wamemfollow watu milioni 2 tu au milioni 1. Akileta kitu chake pale watu 10,000 wamechangia, yeye hudhania kwamba azungumza na nchi nzima. Kwenye watu milioni 60 na 10,000 ni wapi kwa wapi?
Na katika hao 10,000 au milioni ngapi wanaochangia katika maudhui pia ni watu wachache tu. Lakini nafsi yake inaona kwamba wengi, watu wengi. Anapata ghururi ya watu wengi kwa sababu watu wako kimya. Sasa sisi popote itakapokuwa, Uislamu una misingi yake katika upatikanaji wa utawala, sio demokrasia. Lakini tayari sisi tumo katika nchi za kidemokrasia na tuishi. Maana tutasema lakini Uislamu bwana umekataza, hautaki rais awe mwanamke. Mimi sasa kulitetea jambo hilo kulizungumza kwa lolote kwa sababu sio maudhui yangu ya leo. Lakini pia Uislamu haukubali watu kuishi kwenye demokrasia. Mbona upo? Wendi Maka. Si upo? Sawa. Au mtawala amekuwa si Muislamu kabisa sasa. Abdu mushrik. Upo pale pale upo. Wenda msikitini waswali, warudi, lakini mtawala wako si Muislamu, kafiri. Uislamu ukufundisha nini? Mbona watoka leo sasa kwanza rais mwenyewe kwanza mwanamke. Alafu halali kutukanwa, halali kukashifiwa. Si ndio? Ndio halali. Sasa mambo hayaendi namna hiyo. Ndio maana tukahimiza kwamba tusomeni dini. Tukiisoma hii dini vizuri kabisa, hatutaweza kuyumbishwa wala hatutaweza kununuliwa. Muislamu sio mtu cheap kwamba aweza kununuliwa tu kwa ubwabwa. Hapana, sio hivyo. Lakini mpaka tuisome dini yetu kiukweli, tutaweza kuleka kila jambo mahali pake. Sasa sisi katika ulinganizi wetu tunawalingania watu, tunawalingania Waislamu, kadhalika raia wote wajiepushe na suala la uchochezi, kwa sababu uchochezi dhidi ya watawala unadhoofisha nafasi ya utawala, ambapo ndipo penye simamu ya amani pale, ndio kwenye kile kipogo cha kulinda ile amani. Dhamana ya kulinda raia na mali zao iko kwao. Nguvu yake ikipotea, hakuna tena amani. Na haya yalitupitikia sisi katika Uislamu kwenye karne kadhaa. Mambo haya yalijitokeza na athari mbaya zikatokea, na haya tuliyazungumza kule Arusha katika muhadhara wetu tulipokuwa tukimzungumzia sahaba mtukufu al-Khalifatu Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mpaka kufikia kuuawa. Nilikuwa ni madai kama haya, Uthman bin Affan anawapendelea jamaa zake, anawapa vyeo, wanawataja, angalia governor wa mahali fulani, governor wa mahali fulani, mtu fulani, mtu fulani. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu madai yao, anatoa mali, anawagaia jamaa zake, kampa mtu fulani dinari kadha. Yamo kwenye vitabu yametajwa malalamiko haya. Wakasahau kwamba Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa tajiri, kwamba Uthman ndiye yule aliyetoa dinari karibu 10,000 kwa ajili ya maandalizi ya vita vya kwenda kupigana na Warumi huko Tabuk. Dinari 10,000 ambazo ukizileta kwa pesa ya sasa ni zaidi ya bilioni 6 pesa taslimu. Wachilia mbali ngamia aliyowatoa, silaha, vyakula, farasi aliyowatoa, wenye gharama kubwa kabisa. Walisahau kwamba Uthmani ni tajiri, lakini pia yeye ni mtawala Kiislamu. Katika Uislamu mtawala anaweza kutoa kiasi chochote cha pesa akampa mtu yote anemtaka. Wewe fulani, wewe una biashara? Sina. Chukua bilioni 2 zikafanya biashara. Hakuna wakumuoji. Mnanielewa ninachozungumza? Mtawala wewe, na wewe huruhusiwi kuomba, uenda kwa tajiri huyu waomba, uenda kwa tajiri huyu waomba. Katika watu unaoruhusiwa kuomba ni mtawala. Nawapa fursa hiyo mjue hivi. Kwa hiyo umeipata, ndugu yangu tukusaidie nini? Usiombe njaa, kiwe kinjaa. Mimi milioni 10 tu yanatosha. Sema maneno ya maana. Fursa umepewa wewe, sema maneno ya maana. Agana na umaskini, tayari kuna nani? Na mtawala. Sheria kuruhusu, sema. Kuna mmoja alipata nafasi kama hiyo zamani.
sio hapa katika nchi hii, akaitwa njoo hapa. Yeye ni mchezaji mpira mahiri, yule mtawala anampenda. Anambia wewe nikupe nini mwanangu? Nikupe nini? Maana unapiga mpira mpaka mimi unanikonga roho yangu. Amwambia mimi mheshimiwa bwana, mimi sitaki chochote, nataka unipe gate pass ya kuingia kila mechi. Akamwambia hii hapa, chukua. Maskini mkubwa wewe. Amekufa maskini. Amekufa maskini. Na hili lilitokea pia hivi karibuni, sitaki kumtaja nani, lakini kuna mtu kaitwa Ikulu na nini. Haya bwana, una shida gani wewe? Mimi wajua na gereji yangu pale, akinipa milioni 10 yatosha. Milioni 10 ya kwa mtawala anayo nafasi ya kutoa na mtu anaruhusiwa kuomba. Ili usirefushe sana, wewe tumia tu USD. Mimi nataka hii hapa ngapi? Basi. Inaonekana kidogo, lakini sasa ikija katika tafsiri yake ina tawili sasa. Ni mambo mengine. Akikupa sawa, hakukupa basi. Lakini usiombe kinjanja. Tuache maneno haya. Sasa wakamsahau kwamba Uthman radhiallahu ta'ala anhu ni tajiri, lakini ni mtawala, anaweza kumchotea mtu yote fungu lolote akampa. Lakini wakaeneza uvumi, wakasema maneno ya kashfa, wakamtweza, mwisho wake wakamuua. Na baada ya kumuua ndipo mwanzo wa mpasuko katika umma wa Kiislamu ambao mpaka leo haujazibika. Migogoro yote unayoiona asili yake ilitokea baada ya kuuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu warda. Sasa sisi Waislamu, kwa kuwa tuna mafunzo yaliyotimia ya Kiislamu, hatutakiwi tuimbe nyimbo za watu wengine wasiokuwa Waislamu au wenye mirengo ambayo haizingatii maadili ya Uislamu. Kweli anaweza kama mzungumzaji ni Muislamu, lakini yeye ni muumini wa demokrasi, ni muumini wa sheria nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, akazungumza kwa mujibu wa sheria anayojua yeye, kwa mujibu wa itikadi anayoelekea yeye. Muislamu lakini ana itikadi yake nyingine isiyokuwa ya Kiislamu, sisi huyu hatuna nafasi ya kumsikiliza. Upande wa pili, huko katika makanisa, waumini wengi tayari wamejengwa tangu wakiwa wadogo kuwasikiliza viongozi wao. Akizungumza baba askofu wanatii, wanakuwa watifu, na ndio maana matamko yao yanakuwa yana uzito. Kwa Waislamu kila mmoja ataka kusema, kila mmoja baba, na hakuna wa kusikilizwa. Wasikilizeni viongozi wenu wa dini wanaowaambia maneno wanaowaambia kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kila anayevaa kanzu na kofia akazungumza kwa jina la Uislamu au shekhe. Nakumbuka miaka ya nyuma vijana wengi walikuwa bado wadogo, pengine hata mimi nilikuwa bado kijana mdogo, lakini nakumbuka palitokea jambo fulani kule Mwanza ambayo si zuri. Wakati ule ilikuwa mufti ni Sheikh Hamid bin Juma. Sasa kuna jambo lilitokea, akalitolea maelezo. Kuna baadhi ya wanaharakati wakaanza kumkosoa Sheikh Hamid bin Juma. Wao wasimama jina kwamba nao pia mashekhe, kama yeye ni shekhe na sisi shekhe. Kuna mmoja akasema, sasa wewe shekhe utakubali vipi watu wanachoma Qur'ani inachomwa, wewe shema vipi? Ahmed bin Juma rahimahullah ta'ala alikuwa ni mtu mmoja mtaratibu hata kwenye kuzungumza. Asema, sasa jamani, unataka wanamuita yule askofu, yani Sheikh Ahmed bin Juma, wewe ni askofu sio shehe, wewe unakurudia Qur'ani chonge. Sasa asema, jamani Waislamu wale wanaita mimi askofu, lakini yule ile Qur'ani hii haiwezi kuitamka, asema Qur'an au Qur'an. Sasa mimi na yeye nani askofu? Mimi na yeye nani askofu? Nani anakumbuka jambo hilo? Litokea ile jambo. Yeye ndio anastahili kuitwa askofu kwa sababu hiyo Qur'ani yenyewe sio kwamba asome jina hawezi kuitamka. Na ndio mashehe wengi tu mashehe
hawezi kusema Qur'an, hawezi, au hizo aya za Qur'an hawezi kuzitamka. Atasema mwanzo mpaka mwisho, hatoi aya hata moja, maneno makavu tu. Kazi kunuku huku gazeti ile, kitabu kile na yule, hatoi aya hata moja, kwa sababu hana uwezo. Sasa si kila anayesimama akazungumza kwa niaba ya Uislamu au shekhe. Lakini ninachowaambia mimi, jengeni heshima kwa maulama na mashaikh wa dini wanaolingania kwenye haki, na yale maneno ya haki wanayozungumza yapatilizeni. Mkichekecha kwamba hakutoka katika misingi ya dini, sisi tunajua Qur'an, tunajua sunna, walillahi alhamd, haya maneno ya sawa, na ni maadamu yamethibiti ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ni aya za Qur'an, sisi tuchukua, tubeba, tuyafanyie kazi hayo. Kwa hiyo sisi Waislamu tuwekeni utaratibu huu, tusikubali kusemewa na fulani wala allani. Tuache wao na mambo yao na siasa zao na harakati zao, sisi tuangalie msingi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatuelekeza vipi. Alafu hao wanaosimama kututetea sisi, ni muda mrefu sana sisi Waislamu twadai madai mengi tu, lakini wao hawayapatilizi mengi tu. Lakini leo wamezuka na lugha ya kudai haki, kwamba sasa wanadhulumiwa, kwa hiyo wamechoshwa, afadhali amani itoweke lakini tupate haki, kwa sababu amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga. Si aya hii nani aliitunga? Sijui, wahenga, aya wahenga, sio kwamba amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga, kwa maana ya kwamba ili tufikie kupata madai yetu sisi na haki zetu, hizo haki, na tusipopewa hizo haki, basi sisi tuko tayari kupigana na kumwaga damu. Alafu hapo baada ya hapo tutaheshimiana. Haya ni maneno ya watu wasiofikiria mustakbali, ni maneno ya watu wasiofikiria hatima ya wengine, kwa sababu wengi wenye maneno haya akizungumza hivyo, likitokea la kutokea, yeye na familia yake washajua watakwenda wapi, ashajua mahali pa kukimbilia. Atawadanganya tu, mimi na familia yangu tutakuwa safu ya mbele, lakini muongo, hawezi kukaa mbele hata siku moja. Kuna amani alindwa, amani iko alindwa kila namna, hao na mabastola, wale wana marungu, wale wana hivi, waogopa nini? Sasa kwenye amani si ndio ujitokeze mbele mbele? Mbona usubiri katika wakati wa shari ndio useme kwamba, au wakati wa hofu kwamba wewe ndio tutoka mbele? Mbele wewe na nani? Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kuhakikisha tunailinda amani iliyopo katika nchi yetu, na haya sio lazima tutumwe na serikali. Sasa mimi kwa kufuatilia haya mambo, kwa sababu nasoma vitabu, nasoma baadhi ya vitu kwenye mitandao, naona kama kuna upendeleo fulani hivi, hasa kwa upande wa dini nyingine. Yani huwa hawatutendei haki sisi Waislamu. Anapokuja mtawala ambaye si Muislamu, yakatokea mambo magumu, huwa wanalamika chini na wakiunguruma, unajua bwana, wakija watawala Waislamu unakuwa kuna nafuu bwana, hiyo jamaa zetu bwana, unajua utawala wa Waislamu bwana. Hamjasikia maneno haya yanasemwa sana? Yani tulipotoka kwa Mwalimu kwenda kwa mzee Mwinyi, kipindi cha Mwalimu kilikuwa kigumu sana kwa wale vijana wanaofahamu, watu wazima wanaofahamu, wanalijua hili kuanzia miaka baada ya vita vya Kagera na mpaka mambo ya ukame na nini, kufungwa mipaka ya Afrika Mashariki, ikawa kuna ughali wa vitu hakuna, chakula hakuna, maisha yalikuwa magumu.
Ukimwambia mtu leo kwamba mtu alikuwa mtu mzima aje msikitini kavaa suruali ya viraka na pingine mpaka nguo ya ndani yaonekana, anaweza hatawezekana vipi bwana, lakini ilikuwa hivyo. Watu wavaa viraka, ukivaa suruali kipasuka kwenye makalio watia kiraka kingine kama ni cha jinzi, kikitoboka kile weka kiraka kingine cha kodrai, hivyo hivyo viraka vimepandana. Nyumba nzima watu wakavaa champali zile malapa pea moja, wapokezana, dada kaka watoto wote, kwa sababu hakuna utaratibu kwanza wa kuingia chooni na viatu. Viatu viko wapi? Ukitaka kwenda mjini wavaa yale au utakwenda mguu chuma. Mambo yalikuwa magumu. Jana sijuzi nilizungumza ili jambo kwamba imefikia wakati, Mzee Mwinyi pia ameeleza ile katika kitabu chake kile, asema kwamba ilifikia wakati mtu mmoja alikamatwa akafungwa jela kwa sababu alikutwa na gunia la mahindi nyumbani kwake. Kwa hiyo ni katika uhujumu uchumi. Kutwa na gunia la mahindi, wewe ni mhujumu uchumi. Sisemi mimi, Mzee Mwinyi ameyazungumza, Allah yarhamu, ndio kwenye kitabu chake Mzee Ruksa. Ilifikia hadi hiyo. Sasa kilipokuja kipindi cha mzee huyu na ile hali alivyoiona, akaona alete nafuu kwa raia, pakafunguliwa mambo, sekta binafsi zikafunguliwa, zikawezeshwa, wakifanya mazungumzo na Benki ya Dunia, sio kufanya hivi na mikopo na vitu gani, unafuu ukaanza kuja kupitia mitumba. Watu wamevaa mitumba sana sana sana. Ukipata mtumba mzuri basi kweli basi hali zilikuwa basi kwa ruhusa, kila kitu ruhusa. Lakini mzee alitukanwa sana, na fadhila zote zarudi kwa yule alitangulia, sio huyu tena. Huyu kama vile hajatawala. Tukaja kipindi cha tatu, maisha pia nyuma ya jua yalivyokuwa, mambo yalivyokwenda, mambo mengi sasa kueleza kama siasa hivi sitaki. Lakini akaingia mzee Jakaya tena. Si watu tulikuwa wana jeuri ya pesa. Watu walikuwa na jeuri ya pesa. Pesa ilimwagika. Kuleni watu. Ondoeni ufakiri. Vijana wadogo wanamiliki pesa chungu nzima. Haijulikani huyu ni mfanyakazi wa serikali au ni mfanyabiashara au nani, kila mmoja na pesa. Utamtisha nani? Pesa tunazo. Watu lakini alitukanwa pia sana tu. Kikaja chuma cha kubatiza kwa moto. Sio? Maisha yakabadilika ghafla. Mpaka wanasiasa wakakimbia katika nchi hii. Marufuku kuzungumza hadharani, sio mkutano sasa marufuku. Sawa? Ile jambo mmelisahau sijuzi tu. Hivi marufuku, hivi nchi kama imesimama mstari mmoja, mguu sawa mguu pande. Watu wakumbuka kwa Jakaya bwana. Unajua Uislamu ukikaa bwana, kwa Jakaya bwana, wakumbuka. Wakumbe watudanganya sisi. Amekuja huyu mama sasa hivi. Eti watu wamkumbuka yule. Hivi sisi wa Tanzania tunataka nini? Alafu hakukuwa na matamko bwana, si kwenye kanisa wala kwenye majukwaa, hakukuwa na tamko. Fanya hivi mara moja. Mara moja. Hizi tukusikia matamko sisi ya kudai haki ya kikatiba. Hii katiba iliyopo kwamba ni haki ya kikatiba, lazima tufanye mikutano ya hadhara, mikutano ya kisiasa, lazima baba askofu kasimama, lazima kama lazima. Hukusikia, hakuna alisikika. Wanaotukana ni wale wenye mitandao huko nje, hawezi kuthubutu wakiwa huko ndani. Sasa nyinyi ujasiri mmeutoa wapi sasa hivi? Mimi naona kama ni vita hivyo kutaka kuchunganisha au kutaka kuwadhalilisha baadhi ya watawala wa Kiislamu. Ili mara nyingine akitaka kuingia mtu Muislamu pale aogope, hawa jamaa si mchezo. Ndio maana yake. Mimi sijui, lakini ninachozungua naona kila nikitazama haya mambo yanavyokwenda, udini kama vile unapaliliwa kwa wenzetu. Alafu uko unatupoza bana. Msijimkoona kwamba ni mambo ya Kristo na Uislamu. Hapa mtu yote tu ni haki ya watu wote wa Tanzania wote.
mbona haki hii amkuidai katika utawala wa mwenda zake? Mbona mkudai haki? Nilikuwa hamjaelewa. Sasa sisi tusiimbe agenda, ndio ninachotaka kusema mimi. Sisi tusifuate mkumbo wa watu. Watu wana agenda zao, wengine wanamezeshwa huko, wanaambiwa, washawekwa sawa. Sasa sisi Waislamu kwa sababu hatuambiani huku wala hatufahamishani, tufuata tu. Na katika mifano ninayotoa mimi kuonyesha kwamba wao hawako katika kuwatetea Waislamu, sisi tudai mahakama ya kadhi. Na serikali iliahidi kwamba itawapa Waislamu mahakama ya kadhi. Waislamu walipata? Waislamu hawakupata mahakama ya kadhi yatuhukumu sisi wenyewe. Mambo ya mirathi tena wala sio mambo kukata mikono na kuchinja vichwa wala nini. Mirathi tukagawiwa Kiislamu wenyewe. Katiba ya nchi itambue kwamba Waislamu watagawana Kiislamu, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Atakwenda mahakama ya kadhi, atagaiwa kwa mujibu wa dini yake ilivyomwelekeza. Hakimu au kadhi akilipitisha limepita na mgao umepita, unakubalika. Na ni mgao wenye rahma ya hali ya juu. Na nielewa ninachokizungumza, lakini walikataa. Kwa sababu wao ndio wenye nchi. Serikali nayo haikuwapa Waislamu kama ilivyowaahidi. Sasa walitakiwa hawa watetezi wa haki, hawa wana sheria, wana harakati, sio viongozi wa dini, sio kina nani, wangesimama kuwatetea Waislamu walio wengi ambao wanadhulumiwa haki yao, wanaonewa katika hili. Si ndio hivyo? Mbona watatutetea? Mbona si katika agenda zao kuonyesha kwamba hawapo kwa ajili ya maslahi yetu? Nikisema maneno haya nitakuwa nazungumza siasa au nitakuwa ni mwanaharakati? Nauliza tu. Nitakuwa mimi mwanasiasa sasa, sizungumzi tena dini, nazungumza siasa? Au ukizungumza hayo tayari utakuwa ushakuwa kibaraka? Kwa hiyo Waislamu walale tu, wasiambiwe kitu. Sio? Sio sawa. Lazima tuambiane. Na hasa huu uongo unaotengenezwa kwamba watu wadai haki, na hii pia haki ya Uislamu, basi wapewe Waislamu. Serikali miaka ya 92 imekaa na makanisa, mkataba ukaingiwa na ukaandikwa ya kwamba makanisa yatapewa gawio kutoka kwenye serikali. Watapewa gawio kutoka kwenye serikali na kuendesha huduma za kijamii. Mashule, mahospitali watapewa mabilioni ya pesa za kodi za Watanzania waendeshe shughuli zao. Ni Waislamu wenzangu kumlipata? Mlipata gawio hilo. Na gawio hilo sio linatoka wapi? Latoka kwenye kodi za Watanzania, wakiwemo Waislamu wengi wanaofanya biashara. Na mpaka inakuja mlipa kodi wa kwanza nambari 1 Tanzania ni fulani, utaona Muislamu ndio analipa kodi. Sasa mbona gawio hilo lenda mahali fulani tu? Kwani hawa Waislamu hawafai wao kutoa huduma za kijamii? Mbona wao hawapewi? Kwa hiyo wangesema kwamba hii si haki na Waislamu nao wapewe. Sio haki ya nchi katika nchi hii. Mbona upande mmoja elemea? Sikwambii katika masala ya ajira kwamba utafiti unaonyesha kwamba ajira katika nchi hii huko serikalini na chaguzi za kiserikali, basi Waislamu ni namba ndogo sana. Sio ni asilimia ngapi sio wenyewe wanasema? Ndogo sana. Na siku rais atakapokuja kutoa uwiano kwamba huku mawaziri 10 wa Kiislamu, 10 wasiokuwa Waislamu, makatibu wakuu 10 Waislamu, hiyo kelele itakayopigwa katika nchi hii haina mfano wake. Kwa sababu hatufai sisi kufanana na wao sawa. Sisi siku zote tunatakiwa tuwe chini, tuwe nyuma. Unanielewa ninachosema? Sasa wanadai haki ipi? Wao wanadai haki kwa niaba yetu, kawatuma nani? Alafu haki ipi yetu wanaoidai sisi kwetu sisi? Manake wao wana mambo mengi, katika mambo yao wao hawana miko. Inafika wakati katika makanisa yao wanahalalisha kwamba yaruhusiwa ndoa ya jinsia moja. Hamjasikia hizo habari?
kwa sababu hawa pia wana haki. Hatuoni hoja yoyote ya kuwatenga watu hawa. Ndio haki hiyo. Sisi hatutaki haki hizo. Hizi mngezipigania tukajua kwamba hawa kweli ni raia wenzetu, kweli wataka haki. Nazungumza hivi kwa sababu kumetoka matamko mengi huko makanisani ya kutishia, hasa ya kuamrisha. Utaamrisha vipi? Wewe nani? Umejisahau? Kwa hiyo sisi tusiibe agenda zao, tusikubaliane na wao. Sisi tusimame katika mstari wa sawasawa kwa mujibu wa dini yetu, tuichunge dini, tusipetuke mipaka tukapelekea kuivunja amani ya nchi yetu kwa sababu zisizokuwa za msingi. Bali udahili katika vyuo vikuu, kuna baadhi ya vyuo vikuu vya serikali tangu kuanzishwa kwake mpaka hii leo wanafunzi hawajawahi kufika Waislamu 20%, kwa sababu watu wa Kiislamu hawana akili. Watu wa Kiislamu hawana akili. Ndio hivyo. Ni kweli? Si kweli, lakini ni kuna ukandamizaji. Sasa hii ni haki pia. Tusiseme sana tukalipandikiza chuki nyingi kwa watu, lakini tunachokisema, mimi maneno haya yanayozungumza kuonyesha kutaka kuwapa ushahidi wa kwamba hawa hawako kutetea haki zetu sisi. Wao wanatetea haki zao, lakini wanataka watutumie sisi kama daraja. Sasa sisi kwa nafasi yetu tujitambue, na lile wanataka kulifanya halitafanikiwa kama sisi tutakuwa tumejitambua. Mbona wanapoingia watawala wa Uislamu wao watafuata sana kwa maneno ya kashfa? Mbona hivyo? Sasa kwa hilo wewe uweze kupata ghera kwenye nafsi yako, utafurahia na wewe Muislamu kwamba akikaa Muislamu atatukanwa, akiingia sio kwa Muislamu wanaufyata. Kuna nini? Kumbe tatizo ni ule Uislamu wake. Sasa kama mtu apigwa vita kwa ule Uislamu wake na Waislamu wenyewe ni sisi, sasa sisi tutacheka vipi? Tutafurahia vipi? Basi na kuangalia ni utawala wa kidemokrasia, utawala wa kimila, utawala sio nini, lakini huyu apigwa vita kwa ule Uislamu wake. Wewe wacheka vipi sasa? Hilo jambo haliwezekani. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba sisi tunatakiwa tusimame kulinda uvunjifu wa amani. Tusikubali kununulika kwa thamani yoyote, kwa sababu amani haina mbadala. Ikivunjika amani leo katika hii nchi, mbadala wake hauwezi kupatikana kesho wala kesho kutwa. Kuvunja amani ni kitu mara moja tu, lakini kuleta usuluhishi na utulivu katika nchi gharama yake ni kubwa mno. Zingatieni nchi zilizoingia kwenye machafuko kwa muda mrefu, alafu mtaniambia nini? Sasa kabla haijatokea ndipo watu huzuia. Nasema kuna amani bwana, mbona watu wauliwa? Lakini amani ipo. Alafu pia nataka niwaambie kitu kimoja. Katika sheria ya Kiislamu, mtu yoyote anayefanya uchochezi dhidi ya mamlaka, anayefanya uchochezi dhidi ya mamlaka au wenye mamlaka, unajua malipo yake na adhabu yake? Unajua mtu azungumza maneno ambayo sasa haya yanapelekea kuchochea raia ili waivuruge amani au wavunje heshima kwenye mamlaka. Mfuatilieni hii, nitawaachia kama homework. Mfuatilieni, kwani Kiislamu mtu wa namna hii atakiwa afanywe nini? Kama demokrasia ya ruhusu, je, Uislamu waruhusu? Sasa mambo mawili chagua, wataka Uislamu, wataka demokrasia. Uislamu una misingi imara kabisa katika mambo haya. Sasa usije ukaona kwamba wakaa wafanya uchochezi, wazungumza maneno, ukija ukinyako ukifinywa waanza kulia haki, wataka watu wakutetee. Kwani alikwambia nani utukane? Wala tukhasim man idha qala fa'al. Mimi bwana nimemaliza kufikisha ujumbe wangu kwenu.
mtafuatilia yale mengine tuliyosema katika mihadhara mingine iliyopita, baadhi yake yanafanana na mengine tumeyazungumza kwa ufafanuzi huko sehemu nyingine. Alhamdulillah, tumetolea dalili. Leo tutakuwa tumefika mwisho wa ziara yetu hii kwa ndugu zetu wa Morogoro. Sisi bwana, ujumbe wetu ni huu: tujitahidini tuilinde amani yetu katika nchi zetu hizi, ima Afrika Mashariki au Tanzania kwa ujumla. Waislamu tusitumike kama chanzo cha uchafuzi wa amani na uvunjifu wa amani. Tulindeni amani za nchi zetu, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani. Au mambo ya jihadi na mengineyo sisi tumeyazungumza kwa kirefu katika mihadhara mingi iliyopita huko nyuma, kwamba kuna amani gani basi, mbona hakuna sheria ya Allah inayosimamishwa? Kama hakuna sheria hakuna amani. Kwa hiyo lazima tupigane tupate sheria. Ukishasikia unajua kwamba huyu mtu hajasoma dini. Hakuna mtu anayesoma, lakini wenyewe wanasema wale wenye harakati na misimamo kama hiyo wanasema ukisoma dini tu unabomoka. Ukisoma dini tu tayari unachanganyikiwa na haribikiwa. Kwa hiyo nini? Usisome. Pakiva hivyo nunda. Jinga. Wale wanasoma dini hao ndio wanaharibu dini. Ukisoma dini tu unabomoka. Ajibu Allah. Maswali mimi sijibu kwa sasa hivi. Hebu nipe niangalie. Sikupanga leo kujibu maswali. Huyu bwana ameuliza swali hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema atakayeona jambo ovu na alibadilishe kwa mkono wake. Je, Muislamu anaweza kutekeleza hadithi hii bila kuingia katika uchochezi au asi, hasa katika mazingira ya kisiasa? Mtalijibu swali hili kwa sababu pia katika muhadhara fulani nilizungumza jana juzi, nilizungumza jambo hili la kuondosha munkar. Uislamu unatuamrisha sisi Waislamu tuamrishane mema na tukatazane maovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wadhālika adhafu al-iman. Yoyote atakayeona jambo ovu, jambo la munkar, aliondoshe kwa mkono wake, na asipoweza kuondosha kwa mkono wake basi na aliondoshe kwa ulimi wake, kwa maana alikemee, alikataze. Na asipoweza kuondosha kwa ulimi wake basi na alichukie jambo hili kwa moyo wake, kwa maana achukie. Wanawazuoni wa Kiislamu katika kuifafanua hadithi hii ili iendane na uhalisia, tangu enzi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi leo, kuna mambo mtu anaruhusiwa kuyaondoa kwa mkono wake, mambo ya munkar. Kama mtawala anaweza kutumia nguvu za kuondosha jambo ovu kwa munkar, kwa kupiga, kwa kuua, kwa kuvunja na mfano wa hivyo. Au mwenye mamlaka katika eneo hilo. Umeona wewe ndiye baba katika nyumba, umeona mtoto wako ana kifaa kisichofaa, labda ana gita, ana kinanda, piga mziki, au anakunywa pombe na mfano wa hayo, afana Allahu iyyakum, au afanya jambo baya, utavunja chupa zake au vinanda vyake, utatupilia mbali, utaondosha kwa mkono wako munkari ule ndani ya himaya yako. Au mtumwa wako au mtoto wako unaweza kumchapa viboko kwa kuondosha munkari ule. Na kadhalika sehemu nyingine ambazo wewe waweza kuondosha munkari huo kwa mkono na pasizalikane munkari mwingine kama huo au mkubwa zaidi. Yani waweza kuondosha jambo ovu lile na likaondoka moja kwa moja, kwa sababu ile nafasi yako wewe ulionayo, jamii ya kusikiliza, na hakuna madhara yote kwa ile nguvu ulionayo, na hakuna madhara. Lakini mathalan wapita mahali, bwana fulani ana baa yake hapa, watu wanakunywa pombe, nasema usimunkari, man raa minkum munkara falyughayyir biyadihi
ukaingia pale ukapindua meza za watu, ukapiga vinywaji vya watu, nenda kaunta, vunja ukatafsiri maana ya man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sasa subiri kitakachokukuta hapo Na kama kweli sisi tumesimamia katika hadithi hii katika kuwakemea watawala, ushapita kwenye baa ngapi na umezivunja ngapi? Au umemwona mtu mwenye kapita amelewa kusema man raa minkum munkaran tia bakora, si maana yake. Wapita wanawake na kwenye magari walengua watafuta, la, sio maana man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ni jambo ambalo wewe una mamlaka nalo, waweza ukaliondoa kwa mkono wako na pasidhalikane madhara yanayofanana na huko kuondoa huo munkar. Haya ni maelezo wanayotoa wanazuoni katika kupitia hadithi hii, kwa namna walivyoyastadi mambo haya na kuyasoma vizuri kwa mapana yake. Na kama huwezi basi ukemee, zungumza kwamba jambo fulani ni haramu. Hapa sasa watakiwa ulikemee jambo, yategemea sasa kama jambo hili ni la munkari ulioenea katika jamii, likemee kama lilivyo jambo hilo. Kumeenea mambo machafu na mambo maovu, mambo mabaya, yakemee. Toa aya, toa hadithi, tumia lugha inayonasibiana na mahali hapo kulikemea jambo hilo. Usikae kimya. Umeshindwa kuliondoa kwa mkono wako, liseme sasa. Unaweza kusema kwenye mimbar, unaweza kulisema nje, unaweza ukanunua pia sabufa sio kitu gani chako na bike. Sio, kuna wale Wakristo wakitembea baadhi ya barabara, wakasema barabarani, kwenye mastendi, masokoni, na fanya kama vile. Simama ukataze, simama uamrishe, watu hawaswali. Zungumza jambo lile kwa ujumla wake. Lakini pia itakapokuwa munkari kuna athari kwenye dini, maana kuna munkari mwingine unamgusa mtu mwenyewe, kafanya jambo lake yeye mwenyewe kama yeye, au wao kama wao, hawana athari kwa watu wengine, utalipiga jambo lile kwa ujumla wake. Lakini mtu amelizungumza jambo na amelileta jambo sasa akalifanya kuwa ni dini, na watu wakaamini hivi, akapotosha katika dini, wenye elimu ya kubainisha jambo hilo wanatakiwa wasimame, walibainishe, walikataze, lakini kwa lugha zinazoendana na makatazo yale, kwa sababu wakati mwingine lugha ndizo zinazoharibu mambo. Kweli unalozungumza ni jambo la haki na ni jambo la sawa, lakini badala ya kuizungumza ile haki na kubainisha upotevu ule, na pengine kutokana na yule mtu alipokuwa na ushawishi ukalazimu labda kumtaja, watu wengine huvuka mipaka katika maelezo, wakaharibu kabisa. Badala sasa kurekebisha, akawa anaharibu zaidi. Na huu ni mtihani umetusibu katika jamii yetu sisi. Lugha za ufikishaji na ukosoaji imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa vijana wa sasa. Wengine kwa sababu wana msongo wa mawazo, wengine tayari wana matatizo ya akili, wengine wana upungufu wa elimu, wengine akhlaki zao, tabia zao mbaya. Kwa hiyo badala ya kujenga, anaharibu zaidi katika ukatazaji na uamrishaji, kukataza maovu na kuamrisha mema. Sasa isiwe ni sababu ya wewe kuwazuia watu na dini ya Allah. Zungumza maneno yenye hoja na dalili. Kwa mfano hapa sisi tumezungumza kwa ujumla, yajulikana kwamba kitu gani tuna kinachoongelewa, hoja ni zipi na ushahidi ni upi, kwa ujumla tu mtu ameelewa. Lakini pia ilikuwa kutukana, twaweza hao waliofanya hivyo kwa ujumla tukawatukana, au mmoja mmoja fulani kadha kadha, matusi makubwa. Wewe waona ipi sawa? Sasa yale yote unayozungumza maneno ya haki ya sawa sawa, watu watayaacha, watashika yale matusi uliyozungumza, itakuwa ndio mjadala. Ile haki uliyozungumza yote umeipoteza kwa sababu ya ufedhuli wako na ubaramaki wako, kwa sababu una msongo wa mawazo au una kichaa, kwa sababu hujui kuyapima mambo yote umeyaharibu. Lakini uliyozungumza ni haki, lakini umeyafifisha yote kwa sababu ya ujinga wako. Mnanielewa ninachosema? Na mtu kama athari yake ni kubwa na hakuna budi ila kuainishwa kwamba mtu fulani kadha katika dini hilo lipo na lina mlango wake katika milango ya rududi yafaa.
na kuangaliwa masalihi katika hilo na mafasidi yanaweza kujitokeza. Lakini pia ikiwa haiwezekani pengine hilo jambo kutumia mikono, ukatumia nguvu au ukatumia mdomo kusema, kutumia ulimi wako kusema kukataza, athari yake ni kubwa zaidi na ni mbaya zaidi, basi wewe chukia kwenye nafsi yako. Muziki wapigwa pale uko nyumbani kwako, waingia wapenya, wasikia muziki waimba vizuri, na pengine zamani ilikuwa waupenda, lakini sasa ushajua haramu. Chukia, sio tena waanza kutikisha mguu, wapiga meza. Bwana tabu kweli, lakini na waunganisha. Na usema wamkumbusha mbali sana hao. Bado hujachukia. Chukia pale utakuwa wewe umesalimika na ule munkar. Kwa hiyo masala ya kuamrisha mema na kukataza maovu, hasa kwa upande wa watawala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hadithi mbili. Hadithi moja, afdalul jihadi kalimatul haqq inda sultanin jair. Jihadi bora ni kuzungumza maneno ya haki mbele ya sultani au mtawala muovu. Umepata nafasi ya kukutana naye na una jambo la kukereketa katika nafsi, naona kwamba hili ni baya, wataka kumnasihi mtawala, sema mbele yake. Pale usiombe pesa zile nilizowaambia, pale mwambie kwanza una jambo fulani na jambo fulani, kwa heshima na adabu, kama unapozungumza na babako. Babako kakosea, babako hawezi kukosea. Mtu mzima amekuzaa, amekuzidi, na wewe ushakuwa mkubwa sasa, umesoma. Lakini una mzee anapokwenda sio sawa, utamkosoa vipi babako? Hebu niambie, hebu tuzungumze kiukweli, huyu ni baba sasa. Wataka kumwambia hili jambo hili, baba wewe kulala kule baa sio jambo zuri. Utaka kumwambia, utamwambia na baba anywa afalala huko, au anywa mpaka aanguka barabarani, utamwona babake fulani kaanguka. Sasa utaka ukae kikao na yeye umwambie, umwambiaje? Sio tuzungumza, mbona mseme? Utamueleza baba, bwana sisi tutaibu, wewe mtu, wewe una heshima, kuheshimu jamii na kuheshimu, sisi ni watoto wako, tukupenda baba, lakini tupata udhalili mkubwa sana kupitia wewe hili ulilofanya. Kwa nini baba usifanye hivi na hivi na hivi na hivi? Wazungumza naye kwa lugha nzuri, kwa sababu yule ni baba yako, unamfikishia ujumbe na unalinda heshima yake. Lakini waonaje kwamba wewe baba gani wewe? Wewe baba, hujamwona baba fulani? Mtu ana heshima zake. Baba utakuwa wewe. Wewe unalewa mpaka unaanguka. Wewe huna adabu. Unakuwa huna adabu. Sasa hivyo hivyo unapozungumza na mtu mwenye mamlaka, zungumza naye kwa adabu. Si unataka ujumbe ufike? Basi zungumza kwa adabu. Mbona wakosa adabu sasa? Kwa mtu ambaye aweza kukuzaa, au hata kama hawezi kukuzaa, pengine wewe ni mkubwa kwake yeye, lakini tayari huyu anawaongoza watu wazima kuliko wewe, watu wenye heshima zao kuliko watu wazima, wanamheshimu waliokuzidi wewe. Kwa nini wamvunjie heshima huyu? Ukimvunjia heshima huyu ndio umewavunjia heshima hawa. Unanielewa ninachozungumza? Kwa hiyo neno la haki mbele ya mtawala, izungumze ile haki. Bwana wewe utatawala, ni kiongozi wetu, Allah kuhifadhi, Allah kulipe, Allah kuongoze, kuna hivi na hivi, lakini watu walalamika hili na hili. Mimi nilikuwa naona ili watu wapende zaidi au watu wapate nafuu, jambo fulani liko si sawa, jambo hivi. Walidhihirisha lile ambalo waliona la haki. Lakini hata Mola wetu aliyotuumba ametuamrisha hivi na hivi na hivi na vile. Sio tena umepata fursa hiyo ndio uenda pale wewe wasifia tu. Mtamtajua kwamba hawa wana harakati na wana sasa ni waongo kweli kweli. Akishapata fursa hiyo, akipewa kikombe cha kahawa pale, ataanza kusifu. Atataja miradi, atataja hiki, atataja kile, mpaka mazungumzo yataisha, ataondoka pale. Akifika huku kwa watu wake ndio atakajiaminisha yeye simba, anaunguruma kwenye majukwaa. Ile sio sawa. Na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, mtu anayetaka kumnasihi kiongozi basi asimnasihi dhahir shahir, akae naye faragha, amwambie. Sasa watu wanapata fursa ya kukutana na viongozi, awaambie. Kwa kiongozi anaweza akawa ni mkuu wa wilaya, akawa ni mkuu wa mkoa, akawa waziri, akawa rais mwenyewe. Mwambie kwa uzuri kabisa, kwa faragha, kama waweza. Haiwezekani basi
Nadhani nimeeleweka katika hilo. Kwa hiyo sisi bado tuamrishwa kuamrisha mema na kukataza maovu, na kila kitu kimewekwa kwenye ngazi yake na daraja yake. Nilizungumza juzi hapa neno moja. Leo mathalan watu wamekhtalifiana katika jambo, waislamu wamekhtalifiana kwamba jambo hili lafaa, wengine wanasema halifai, halali, wengine haramu, na wakawa hawana dalili na hawana dalili. Pengine upande mmoja dalili zao zina nguvu kuliko upande mwingine. Mtawala akasimama kwenye ile upande ambao dalili haina nguvu, akawa ndio msimamo wake, na hiyo ifanyiwe kazi. Basi Kiislamu tunatakiwa sisi tufanyie kazi ile msimamo wake, kwa sababu ndio msimamo unaotaka mtawala, na kauli yake inavunja ile khilafu. Leo hapa kiongozi awe amevamia katika msikiti huu ghafla, amekuja na makamera na nini hapa, sisi msimamo wetu tutaki kamera kwa sababu ya dalili zilizonazo, sio? Lakini ziko hoja nyingine za upande mwingine wanaona kwamba yafaa. Sisi tumekhtalifiana nao na tunaona hoja zetu zina nguvu kuliko zao, na ndivyo tunavyoamini mpaka leo. Mtawala kaja hivyo, sasa wafanyaje? Mnanielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo haya ni mazingira mengine tena. Sasa mnaelewa? Sasa masalafi wote sasa, unaona sasa sisi mimi nazungumza kama mfano, haijai kutokea, lakini nazungumza kama mfano. Je, inapotokea masala khilafia baina ya watu katika dini, hawa wana hoja na hawa wana hoja, lakini hoja ya hawa ina nguvu zaidi kuliko ya hawa, mtawala akaamua kupita katikati, akapita pale akaegemea kwa wale ambao hawana nguvu hoja yao, msimamo wake katika wakati ule utavunja ile khilafu iliyoko pale. Unaelewa? Lakini akiamrisha jambo la haramu la maasi ambayo ni maasi qat'an, kwa kukata kabisa, hakuna eti khilafu wala kadha, sisi hatuwezi kutii katika hilo. Hakuna taa kwa yoyote, kwa kiumbe yoyote katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaomba udhuru jamani, jambo hili mjadili dini yetu usiwi, sisi hatuwezi kufanya jambo hili. Sawa? Unanielewa sio? Kwa naomba nishia hapa, lakini nawaomba pia vile vile mchukue ujumbe huu kwa maana yake nzuri. Pengine kwa kukosa ufasaha nikashindwa kufikisha ujumbe kama unavyotakiwa ufasaha zaidi, lakini kama mmenielewa, naomba mchukue ujumbe huu mufikishe katika jamii yetu, na kikubwa zaidi ni sisi kuilinda amani ya nchi yetu, na wala tusifanye mambo yote ya kiuchochezi yatakayovunja amani kwa kauli zetu au kwa vitendo vyetu. Lakini pia mashekhi na waalimu wanaolingania da'wa hii na wengineo wana jukumu la kuzungumza na watu wao na kuhamasisha juu ya kuilinda amani, kwa maana iwe sasa ndio agenda zetu kwenye majukwaa katika misikiti, iwe namna hiyo. Lakini vijana wa Kiislamu, hasa wanafunzi wa vyuo na wengineo walio mtaani, wanapoitumia ile mitandao, iwe inahamasisha zaidi katika kuilinda amani, na tusisapoti au tusiaunge mkono maneno yoyote na machapisho yoyote yanayopelekea kutweza mamlaka na kuvunja amani, na hasa kutukana, kukashifu na mengine. Usishabikie jambo hilo kabisa. Lazima tuonyeshe misimamo sisi. Kwa mambo haya naomba tuyapokee kwa uzuri na tuyafanyie kazi. Allah walipe kila kheri ndugu zetu mliokuja kutoka sehemu za mbalimbali kuhudhuria muhadhara huu. Allah wahifadhi, Allah wabarik, Allah wajalie mrudi huko mlikotoka kwa salama, na mwapokea haya tuliyoleta myafahamu kama inapotakiwa. Allah ajalie hivyo na atupe taufiki hiyo, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila kheri ndugu zetu, wazee wetu katika msikiti huu wa Sultan, na ndugu zetu wote katika mji huu wa Morogoro na viunga vyake, kwa mapokezi yao mazuri ya kutupokea sisi ndugu zao na kutukaribisha katika msikiti wao. Allah walipe kila kheri na awahifadhi na awabarik. Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi watawala wetu na atujalie sisi
wenye utiifu kwa wao na usikivu kwenye yale ambayo sio ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah atie amani katika nchi yetu, wa yuwalli alaina khiyarana wa la yuwalli alaina shirarana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum.